Niseme bado bajeti hii ina matundu mengi ambayo yanafanya kila siku, kila mwaka turudi hapa kuyazungumza, wakati ule msingi wenyewe wa kuhakikisha bajeti hii ni ya wananchi unakosekana. Na unakosekana kwa sababu ya muundo wa muungano wetu na muundo wa katiba ambao unafanya mambo mengi sana yapelekwe juu badala ya kuanza chini. Na nafasi hizi unakuta rais ana mamlaka makubwa sana aliyopewa, ambayo wakati mwingine tunajiuliza mpaka unakufuru. Wakati mwingine unasema mamlaka amepewa ni mamlaka ya kimungu ambayo yeye hashikwi na mtu yoyote kule juu. Kuna watu wachache tu ambao wanaweza kumfikia ili kumpa yale matatizo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti hii ya serikali ya mwaka 2026-2027 ukiangalia kwa muda wa miaka minne, ukiangalia zile trends za budget, unakuta bado hatuna uwezo wa Zanzibar kwenye hadhi ya muungano, na hili linasababishwa na kwamba uchumi wetu bado haujaangalia ni kwa namna gani Zanzibar inasimama kiuchumi mpaka wapi. Hatuna foundation ya kuona Zanzibar mpaka wapi itaweza kujiendesha wenyewe na Zanzibar mpaka wapi itaweza kutegemea sehemu ya muungano. Na masuala mengi ambayo yanajitokeza hususan kwenye upatikanaji wa ajira, tuna masuala mengi ambayo yametokea. Tunaambiwa kwamba labda Wazanzibari wanaonekana wakizungumza suala la Uzanzibari linaonekana ni suala la kibaguzi, lakini si suala la kibaguzi, kwa sababu Watanganyika wana nafasi yao katika muungano, Wazanzibari wana nafasi yao katika muungano. Ni kwa sababu tu ya ile foundation ya muungano imekosekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikizungumza suala hilo la muungano na suala la hadhi ya Zanzibar katika sehemu ya muungano, inaonyesha kwamba bajeti yetu bado haijaakisi uwezo wake wa kipato ambao unamfanya mwananchi mmoja kuweza kujiendeleza. Na hili linaonekana kwa sababu kuna sehemu kubwa sana ya mapato ya Zanzibar ambayo yanaonekana ni mapato ya muungano bado hayabaki katika sehemu ya Zanzibar, na hilo linafanya inadhoofisha bajeti ya serikali ya Zanzibar, na ni suala ambalo tunatakiwa tulizungumze, na mzizi wake wa fitna ni kupata katiba mpya ambayo itakuja kuonyesha muundo mzuri wa serikali ambao unatathmini kabisa sehemu gani ya muungano, ni sehemu gani ya Zanzibar inaingia kwenye muungano na sehemu gani ya Tanganyika inaingia kwenye muungano huo. Ndugu zangu, kuna mtu aliniambia kitu ambacho ni very serious, ikabidi nikifanyie kazi. Aliniambia hivi: wale waliotuchonganisha Oktoba 29 na 30 tukaumizana, kwa mahesabu yao wameshaona wamefeli. Yani wamefeli kweli kweli, kwa sababu lengo lao halikutimia. Sasa kuna njia mpya wamekuja nayo kutimiza lengo lile lile, kwa sababu lengo ni kutengeneza mazingira hii nchi isiwe na watu wanaojitambua. Yani tuwe tuna mijadala isiyo na mwisho. Kwa watu wanaofuatilia siasa za Marekani ndio wanaweza wakaelewa kitu ninachokisema. Yani nchi ikishakuwa na mijadala isiyokuwa na mwisho, ni ngumu kusimamia kitu cha maana chenye kuleta maendeleo. Mtu atajiuliza, kwani hao watu lengo lao ni nini? Lengo lao ni kuzimiliki rasilimali za hii nchi. Wao nafikiri wamefuata nini? Wao nafikiri wanajeshi wengi walio Kongo wamefuata nini kule Kongo? Kwa nini wasiende kule kwenye jangwa la Sahara wakajenga? Sawa? Huwezi kumiliki rasilimali za watu bila kuwavuruga. Kwa hiyo wale wa Oktoba wakina demokrasi wameshaona kabisa demokrasia inapoteza nguvu hata duniani. Yani sentensi demokrasia inaleta maendeleo inazidi kufifia. Sasa hapa kwenye muungano kuna mtu amenipa mfano mzuri sana, akaniambia Marekani amefeli sana duniani. Sasa anachokifanya ni kujaribu kumiliki ile sehemu yake yote. Yani haimiliki Canada, Mexico, Cuba, Venezuela. Sasa Canada kuna kitu kinamsumbua pale, inabidi kuna jimbo analimega pale. Ni kweli Alberta ataimega, Marekani anaimega Alberta. Sasa nimekupa picha kwamba aliyeniambia hichi kitu na nikakifuatilia nikalinganisha na hapa kwetu. Ni kweli watu wanazungumzia kero za muungano, ukiwasikiliza unaweza ukasema wana hoja kweli. Jamaa wana pointi kweli. Kwa mfano mtu anakuambia
Mzanzibari anaruhusiwa kununua shamba bara, lakini sisi watu wa bara haturuhusiwi kununua shamba Zanzibar. Unaweza ukaona hiyo ni pointi kubwa sana. Wazanzibari wanapendelewa. Unaweza ukaona hiyo ni pointi kubwa sana. Watu wanaonifuatilia kwenye masuala ya muungano, nimeshawahi kuwaambia kama kuna kitu kinauzwa bara 500,000, Zanzibar kinatakiwa kiuzwe 300,000 au 250,000. Huwezi kuelewa kwa sababu unakuwa na akili. Yaani ukiwa na akili kama ya Baba Levo, God bless Lema, au wanasiasa, yani ambao wanalipwa kwa kupiga kelele, wasivyojua dunia inaendeshwa vipi, ndio unaweza ukaja na hizo hoja. Kwanza nikusaidie kitu kimoja. Mimi nitaongea kwa picha, utanielewa. Angalia nguvu ambayo Urusi anaitumia kuimiliki Ukraine. Unajua sometime thamani yako ni jinsi ulivyoumbwa. Niongee hivyo. Kuna watu wameumbwa ni heavyweight, wana nguvu. Kwa zile nguvu zao zinawapa thamani katika mambo mbalimbali. Kuna wanawake wameumbwa ni warembo, kwa urembo wao wanapata riziki yao. Niongee hivyo upate picha. Zanzibar ilipo ndiyo thamani yake. Halafu utambue hili. Waliotaka muungano ni bara, sio Zanzibar. Yaani hakuna siku wa Zanzibari walikuwa wamekaa wanawaza eti waungane na bara. Kwa nini? Wakati wao ni strategic area. Kivipi? Yaani wao unajua fedha itakuja, sisi tuamue tu. Tuende Kenya, tuende Tanzania bara. Yaani walikuwa ni wao kuamua tu au tununuliwe. Unajua Zanzibar inaweza ikawa hata sehemu ya Marekani. Yaani kama vile Kaliningrad ilivyo ni mali ya Urusi. Nchi iliyo nje ya nchi. Watu wanajua Kaliningrad kinchi cha Urusi kilicho nje ya Urusi. Kwa hiyo Zanzibar ilikuwa na uwezo kuwa hata jimbo la Marekani. Zanzibar ilikuwa na uwezo hata kuwa jimbo la Soviet. Kwa sababu kipindi Soviet yuko on top, walikuwa na uwezo wa kusema bana, hii Zanzibar hii ni nchi yetu. Yaani kuna option nyingi Zanzibar alikuwa nazo, kwanza uelewe. Kwa hiyo kwenye muungano wa bara ndio tulikuwa na shida. Kero za muungano, achana na hao wabunge chawa. Unajua kuna wabunge chawa wako bara kwenye bungeni kwetu na wako pia Zanzibar kwenye baraza la wawakilishi wa Zanzibar. Ni wabunge chawa, yani wanaongea tu lakini hawagusi ile tatizo la kweli la muungano. Tatizo la kweli la muungano ni Tanganyika kushindwa kuitunza Zanzibar. Na Tanganyika anashindwaje kuitunza Zanzibar? Kwa sababu Tanganyika yeye mwenyewe ameshindwa kujitunza. Nikimtaja Mwinyi msikasirike. Yes, lazima nimtaje Mwinyi. Kwa sababu lazima tu address tatizo. We should not just speak like politically speaking without addressing the root cause of a problem. Lazima tu tunagusa ukweli. Ubepari ndio umetuletea matatizo yote, kwamba wachache wavune riziki si tukae. Watu wangapi watazalisha riziki ya kutosha itoshe Zanzibar na bara? Hasa anachokifanya bara ni kwenda kunyofoa fedha ya Zanzibar. Ndugu zangu, unamkopa mlinzi wako fedha kweli? Mlinzi anatarajia umlipe mwisho wa mwezi, wewe unamkopa. Doesn't make any sense. Wazanzibari wanaonewa like, yani sisemi kwamba nilikuwa najua, baada ya kuingia kwenye shule ya masuala ya geopolitics ndio nikaja kujua kumbe Zanzibar tunaitesa. Njia ya kutokuitesa Zanzibar ni mabadiliko ya sera ya uchumi. Watanzania wa bara wote wazalishe chakula cha kutosha. Serikali ya muungano inakinunua hicho chakula, inakipeleka Zanzibar in subsidized price. Kama unga ni 500 bara, Zanzibar unga unatakiwa uzwe 200. Wale mnaopiga kelele Zanzibar anaruhusiwa kununua shamba bara, wewe uruhusiwi kununua shamba. Nani anakuambia ardhi inauzwa wewe? Hiyo kitu hiyo sitaki hata tuidiscuss. Kwenye katiba mpya ardhi haiuzwi. Wewe njoo na proposal ya uwekezaji wa Tanzania. Upumbavu wa kesi za ardhi wewe uache, mimi nishachoka kuzungumzia. Na yeyote atakwenda kupiga kura eti ardhi inauzwa. Hiyo mada umeipata wapi? Ardhi inauzwa kama karanga. Marekani, Kenya, wapi umepata hiyo mada ya ardhi inauzwa? Warusi wana ardhi kubwa kuliko nchi yote katika dunia hii. Yaani uchukua Ulaya yote jumlisha na Marekani hawafikii ardhi ya Urusi. Alafu ardhi Urusi haiuzwi. Sisi tuna ardhi yetu inauzwaje? Katiba mpya haina miaka mingi. Kwa hichi kipengele cha hawa wajinga nakwambia, mimi naruhusiwa kununua shamba bara, sijui Zanzibar siruhusiwi nini. Wewe mjinga tu wewe, akili una. Unataka kununua ardhi, tutakuzia kaburi lako tu, utaishi milele huko mpaka uoze. Mjinga nini? Ardhi inauzwa. Ardhi inauzwa wapi? Hiyo mada ya ardhi kuuzwa hiyo itoke kwenye vichwa vya Tanzania wenye akili. Hii tunakwenda kuofficiate ardhi haiuzwi.
Unataka eka ngapi? Kesi za ardhi zote tumesukumiwa sehemu moja kama Dar es Salaam, naona zinahamia na Dodoma sasa hivi. Alafu ardhi ndio riziki. Kwa hiyo tunagombea ile riziki. Tumeacha Dodoma, tumeacha Morogoro. Hivi Tabora kuna kesi za ardhi kweli? Labda mjini pale. Yaani kero za muungano, wewe elewa, Mzanzibari ananyonywa. Kama wewe bara matibabu ni 10,000, Zanzibar inatakiwa matibabu ni 5,000 au bure kabisa. Huyu ni mlinzi wako. Usiwe na akili za wanasiasa chawa hawa. Watu wanashindwa wanaogopa kugusa the root cause of the problem, kwamba Mtanganyika maskini alafu anamhubiria Mzanzibari kwamba anaweza kumtunza. Kero za muungano ni umaskini wa Tanganyika. Haya, kuna masuala ya kuna wabunge chawa hata huko Zanzibar huko wanashutumiana wenyewe kwa wenyewe. Ngoja niwaambie wabunge wangu wa Zanzibari. Sehemu yote penye changamoto ya ajira ni sera mbovu ya nchi husika. Wakulaumiwa sio raia. Kumbuka sera mbovu ya elimu ya Tanzania mimi naijua. Sera ya elimu ya Tanzania ambayo tunayo sasa hivi, wapumbaze waibiwe. Ushahidi mimi nao. Mimi niko Dar es Salaam, nafanya nini Dar es Salaam saa hizi? Wakati nimezaliwa kwenye ardhi yenye rutuba Moshi. Sikupewa elimu ya kuijua Moshi, nilime Moshi, nije niuze mazao yangu Dar es Salaam. Nilipewa elimu ya New York. Sasa New York hakuna, inabidi niishije sasa? Kwa hiyo wabunge wangu wa Zanzibari, mnaotetea watu wa bara kuja kuchukua riziki za watu wa visiwani, mnakosea. Tunahitaji mabadiliko mengi sana, na mabadiliko lazima yaanzie kwenye katiba ya nchi ili kulinda wazawa. Hebu tujifunze kwa China. Angalia sera ya kiuchumi ya China. Watu wanapewa elimu sahihi ili wawe wepesi kuongozwa. Twende na Marekani. Watu wanapewa elimu mbovu ili wawe wepesi kuibiwa haki yao. Unazaliwa unawaza kuimba muziki ili ununue gari zuri. Unazaliwa unawaza kucheza mpira, basketi, sijui nini. Hivyo ni vitu very temporary. Sasa kama majority ya watoto wanaozaliwa wanawaza hiyo vitu, ni generation gani unaiacha? Unatengeneza generation ya madawa kulevya. Ni rahisi kufungua kampuni Marekani na kutafuta wafanyakazi wako nje ya nchi, sera ya nchi na kuruhusu, kwa sababu wameshaharibu kizazi chao. Lakini China ndio kijiji cha vipaji. Sisemi mimi, sema kampuni ya Marekani aliyowekeza China wanasema. Tesla, Apple wenyewe wanasema kijiji cha watu wanaojitambua ni China. Unaweza kwenda kuwekeza. Ukiwa na akili ndogo utawalaumu raia wa Afrika Kusini wanachokifanya. Ukiwa na akili ndogo. Ukiwa na akili kubwa utajua sera za nchi ya Afrika Kusini ndio zinatengeneza zile vurugu za Afrika Kusini. Watu wameshapora ile ardhi ambao ni wazungu, wakaandika mfumo wao wa riziki kuhakikisha wale blacks siku zote hawawezi kuwa na elimu ya kudai ardhi yao. Wale wazungu wana miaka mingapi? Miaka 400, 500. Hata kama ingekuwa ni 1000, bado ni michache sana kulinganisha na Waafrika Kusini wa pale. Sera na mfumo wa elimu wa Afrika Kusini, Waafrika Kusini wamepumbazwa, wanawaza mpira, sijui kukimbia na nini. Angalia sehemu yote michezo iko juu sana. Kuna wapumbavu wengi sana. Ndugu zangu, michezo ni burudani, tukishakula tumeshiba. Sasa tunaweka michezo kama njia ya utafutaji riziki kweli? Michezo ni shibe. Waafrika Kusini wangepewa elimu sahihi, hakuna wageni wangekwenda pale wakachukua riziki zao. Kwa vurugu za Afrika Kusini, mimi siwezi kuja hapa nikasema Afrika Kusini wabaya. Sio wabaya. They are fighting for their existence. Yani siungi mkono vurugu, lakini siwezi kuja hapa nikasema Afrika Kusini wabaya. Never. Mimi nitakuwa ni mjinga, sijui geopolitics kabisa. Iko script imetengenezwa kuwapumbaza wa Afrika Kusini ili wasiwe na kujua thamani ya ardhi yao. Hivyo kama wa Nigeria. Nafikiri wa Nigeria wajanja sana kama mlivyodanganywa zamani. Wa Nigeria wasomi watu milioni 200 Marekani na watawala. Angalia watu milioni 90 walichokifanya kwa Marekani na Waarabu wote. Lazima tuongee kwa mifano. Sije ni kuongeshelesha tu hapa. Wazanzibari kuna basically na bara kuna sera mbovu ya sisi kuto kuijua nchi yetu na kushikilia vya kwetu. Wazanzibari walikuwa na uwezo wa kusema kazi ABCD tunaruhusu watu wa bara, lakini hizi zilizobaki tusimuone mtu wa bara anaigusa. Imeisha hiyo.
Na utangazi tu, unaandaa pia na generation yako. Tuna mfumo mbovu wa elimu wa kutupumbaza tuibiwe. Tuna mfumo mbovu wa sera ya uchumi. Wachache wanainunua inchi, wanaweka ndani kama mahindi. So we need to change this stupid policy. Tukibadilisha mfumo wa elimu na sera za kiuchumi, muungano ni tatizo dogo. Kwa Zanzibar wanasikia njaa, wanataka chakula. Period. Ardhi ya Tanzania haiuzwi, namba moja. Pia Wizara ya Elimu ni ya kutoka kwa serikali kuu ikaja kwa Jeshi la Kujenga Taifa. Unanihitaji Jeshi la Kujenga Taifa unipe elimu sahihi sasa ya kulijenga hilo taifa? Unanidalalia tu. Riziki sio ya kugombania. Watanzania, kuna ma AI yanakuja. Niwakumbushe wenye akili kubwa kama mimi. Hatuishi kwa sababu ya ajira. Tunaishi kwa sababu ya riziki, na riziki inatoka ardhini. Kwa mwanasiasa asikuhubirie ajira. Kuna mtu ana ajira ya kulipwa 200,000 kwa mwezi. How can you survive with 200k Tanzanian shilling per month? Unaishije kwa hiyo ajira? Hatuishi kwa ajira, tunaishi kwa riziki, na riziki ni ardhi yetu. Tukinyamaza, utakuja kukuta ma AI yana operate all over. Ngoja nikupe mfano mzuri. Tengeneza picha kwenye viwanda vya Baresa, ana wafanyakazi ambao kwa mwezi anawalipa labda tuseme bilioni 2 anatumia mishahara. Let's say, sijui, nimetoa tu mfano. Alafu akaletewa AI automation system ambayo atalipa milioni 900. Yaani manake anaokoa bilioni 1 na milioni 100. Yaani hii automation ambayo AI na automation ambayo Baresa analetewa, atawalipa tu milioni 900. Kwa faida yake inakuwa ni B1 na milioni 100. Ni bepari gani atakataa hiyo system? Okay, wale watu walikuwa wanalipwa bilioni 2. Wanakwenda wapi? Alafu mjinga anapiga kelele ardhi inauzwa. AI zitakuja zinafagia barabarani. AI zitakuja, kila kitu ni AI. Watanzania wanakwenda wapi? Alafu unakuja unaambiwa kampuni la kufagia huku la Rostam Aziz, kampuni la kufanya kule la Mo, kampuni la kufanya kule la GSM, wameweka kama AI. Alafu sisi tunaishije? Nawaambia dunia inakuelekea, si hamjajua. Tunakwenda kwenye mabadiliko ya katiba. Tutamaliza kero za muungano, lakini first and foremost, ardhi ya Tanzania haiuzwi, na tunataka hybrid economy. Tumalize kesi za Zanzibar. Zanzibar wanahitaji chakula kama walinzi wetu. Hawahitaji maneno mengi. Tunawaibia hela yao. Hata kama ungekuwa ni wewe, huwezi kuvumilia hicho kitu. Kero za muungano ni umaskini wa Tanganyika. Katiba mpya lazima tutatue hichi kitu. Watanzania, ardhi ya Tanzania haiuzwi. Tukumbushane. Unataka heka 100 ya kulima, upewe. Wherever amount of land you want, unakupa na matrekta na nini. Ardhi inauzwa aje? Naomba mtu anichanganulie. Hitler ndo alituachia script ya ardhi inauzwa, si ndio manake? Alafu tumesimamia hapo kama wajinga. Tukumbushane kwenye katiba mpya, ardhi ya Tanzania haiuzwi. Tuelimike, tusiwasome.